Ikiwa ni darasa la 62 na kama hujafuatilia kuanzia darasa langu la kwanza mpaka ninapozungumza sasa hivi, maana darasa la 62, unajua kuna muendelezo mwingine na madarasa yako 61 nyuma, na kama ni mara ya kwanza maana madarasa mengine 61 nyuma. Kwa hiyo ambao umerukaruka, ni basi ni vizuri ukarejea yale madarasa ambayo umeruka au kaanza mwanzo mpaka mwisho na kuweza kuelewa kile ambacho nakizungumza hapa, na kuhakikisha afya yako, afya ya mwenza wako au afya ya jamii inakuwa salama kwa kuwapatia maarifa sahihi ambayo yanaweza yakaifaidisha kwa namna moja ama nyingine na kuweza kutimiza ndoto za jamii au ndoto ya mwenza wako. Yaani manake kinachotokea ndani ya mwili wa mwanamke kuhusiana na mizunguko ni kitu ambacho huwa kinaonyesha nje. Yaani hedhi ya mwanamke unapoiona inasuasua, hedhi ya mwanamke ambapo unaona iko ndefu zaidi, au hedhi ya mwanamke unapoiona iko fupi, au kuna mwanamke anakuwa na hali ya mudi kubadilika, ni kitu gani kinatokea? Ni basi huwa ndani ya mwili kuna kitu kinakuwa hakiko sawa. Sasa hatua za kuchukua ni wewe kufahamu jambo hilo, lakini baada hapo kujua kwamba ni jambo ambalo ni zuri au jambo ambalo ni baya zaidi. Utakapogundua kwamba ni zuri au baya, ni wakati sahihi kuchukua hatua. Na kama ni nzuri, ni basi ni vyema ukaifahamu, kwa sababu utakapoifahamu itakuondolea ile hali ya uoga au wasiwasi unayo. Lakini leo mada kubwa ikiwa kwa sababu gani mwanamke wakati siku chache kabla ya hedhi huwa anakuwa na hasira za mara kwa mara, au siku za hedhi zile huwa anakuwa na hasira. Wale wanapoanza kutoka damu, wanawake wengi wamekuwa na hasira, na wewe unaanza kushtukia, mbona leo hayuko sawa, au mbona leo ananichukia, au mbona leo ana hali ambayo anaonyesha ambayo si ya kawaida kabisa. Amekuwa ni mtu mwenye huzuni. Kwa hiyo kuna mabadiliko ambayo yanatokea. Sasa ni kitu gani ambacho huwa kinasababisha mwanamke kuweza kuwa na hasira pale ambapo anakuwa anaelekea katika hedhi au ambapo anakuwa katika hedhi? Hili swali la msingi sana, kwa sababu mwisho wa siku hedhi si bahati mbaya, au hedhi si hali ya makusudi. Hasira yani si bahati mbaya, kwa sababu mtu anatafsiri hasira kama kitu ambacho ni kibaya, au mtu ameanza kubadilika, anifanyia mimi hasira, ananikomoa, na mabadiliko mengi ambayo yanatokea na mwanamke kumfanya kuwa katika hali ambayo yasintofahamu. Lakini mwenza ambaye anahusika na huyo mwanamke au amekuwa karibu na huyo mwanamke, akiona ile mabadiliko anahisi leo mwenzangu mimi ananichukia, anataka kabisa kuniona, na anakuwa na imani kwamba kila siku mwenzangu akiingia hedhi au siku zote kabla ya hedhi anakuwa na hasira sana. Nzuri ukafahamu ni nini huwa kinapelekea kupata hasira, lakini utakapojua kwamba ni hali ya kawaida ambayo mwanamke wako anakuwa nayo kila siku, itakufanya kuweza kutambua na kuweza itakapotokea unajua sasa siku zake zimefika. Kwa hiyo iko na namna ambavyo utajituni, utakuwa mwenye hekima na kuweza kumsikiliza na kuweza kuhakikisha afya yake inakuwa salama kipindi hicho ambacho wewe unakuwa naye au anaelekea katika hedhi. Hasira mara nyingi huwa zinasababishwa na vitu vitatu, hususan mwanamke ambapo anakuwa anaelekea katika hedhi au anapokuwa katika hedhi. Sehemu ya kwanza ambayo inapelekea mwanamke kupata hasira ni homoni ya estrogen ambayo inapungua, na sehemu ya pili progesterone ambayo imekuwa ikishuka. Lakini na sehemu ya tatu au sababu ya tatu ni kushuka kwa homoni ya serotonin ambayo ni homoni ambayo inahusika na furaha. Unapokuwa kwa kiwango kidogo, baadaye sasa kuwa na furaha anaanza kuwa na huzuni, au anakuwa na muda wa kubadilika, au anakuwa na hasira kali sana. Kwa hiyo ni mambo ya kuzingatia ili kuweza kuhakikisha afya mwanamke bado anaendelea kubaki salama. Atakuwa na hasira, ni maamuzi atakayofanya basi ni kuweza kuhakikisha maamuzi yanakuwa sahihi wakati wote. Kwa hiyo wewe mwanaume ambaye utaishi mwanamke wako anakuwa na hasira, jitahidi kupunguza huo vitu. Lakini mabadiliko kubwa jingine ambayo tutaliona upande wa mwili ni yani vile vitu vidogo ambavyo unafikiria kwamba ni vitu vidogo, yuko kada vikuza vitakuwa ni vikubwa sana, yani vitaonekana vikubwa sana. Kwa hiyo wakati huu ni wakati sahihi wa kumsikiliza mwenza wako, lakini pia ufahamu ni mabadiliko ambayo yanatokea kutokana na mabadiliko ya homoni ambayo yanatokea ndani ya mwili wa mwanamke. Ni darasa la 62, usisahau darasa la 63, na kama ni mara yako ya kwanza kuna madarasa mengine 61 yako nyuma, lakini na madarasa mengine ambayo ya kukamilisha 100. Asanteni mpaka wakati mwingine. Usisahau kulike, kushare na kusubscribe ili kupata madarasa mengi zaidi ya kiafya ambayo yataweza kusaidia kuweza kuwa salama wakati wote. Hii ni siri iliyojificha katika hedhi.